Kwa jina naitwa Daktari Martin Bakolikoli, ni msajili wa Baraza la Masoko ya Mitaji. Kama unafahamu, baraza hili limeanzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 6A ya sheria ya masoko ya dhamana sura 79, ikiwa na mamlaka kamili kama Mahakama Kuu. Baraza lina jukumu la kusikiliza kwa mashauri yanayohusu migogoro na malalamiko ya wawekezaji wa wadau wengine kwenye sekta ya masoko ya dhamana. Baraza lilianzishwa rasmi na kuanza kutekeleza majukumu yake mnamo Septemba 2023 kama sema mageuzi chanya yaliyoasisiwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia ajenda ya 4Rs yanayolenga kuendelea kujenga mazingira wezeshi na rafiki katika sekta ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Fanikio la kwanza la baraza ni kupata secretariat ambayo inaongozwa na msajili, ambayo kimsingi secretariat hii inasimamia na kuendelesha shughuli zote za kiutawala za baraza. Kupitia secretariat pamoja na mwenyekiti na baraza, tumefanikiwa kwanza kabisa kutekeleza majukumu yetu ya msingi ya kimadai, ambapo hadi sasa baraza lilishaanza kusema mashauri na tayari shauri moja limeshaamuliwa. Hii inaonyesha kwamba baraza linafanya kazi, lakini pia wadau kupata uelewa na ufahamu wanakaribishwa. Pili, baraza limefanikiwa kutoa elimu kwa wadau na umma kwa ujumla. Baraza limeshiriki makongamano, warsha, semina na mikutano mbalimbali kwa mwaka huu 2025 na 24, ambapo kwa moja kwa moja tumewafikia wadau 771, na kwenye nafasi nyingine pia hawa ambao sio wawekezaji basi tunasema ni wawekezaji watarajiwa. Baraza pia tumefanikiwa kuwafikia wadau kupitia kurasa za kimtandao. Kupitia tovuti ya baraza ambao sasa hivi na mwaka mmoja, tumepata watu waliotembelea tovuti yetu takriban 4700. Ukiangalia kurasa yetu ya Instagram tumepata watembeleaji 210,000. Kwenye kurasa ya LinkedIn tumepata 2890, na kurasa ya TikTok tumepata 25,000. Ukiangalia matokeo haya kabisa yanaonyesha nafasi kubwa ya teknolojia katika kuongeza uelewa na kushirikisha wananchi moja kwa moja. Lakini pia baraza limepata fursa ya kujifunza na kushirikiana na mabaraza dada kwa nchi ya Kenya na Zambia. Mabaraza haya yametangulia kwenye kuanzishwa, lakini pia kutekeleza majukumu yao mengi. Ukiangalia mabaraza haya mengi yanachukua chini ya miaka 4. Kwa hiyo sisi ni fursa tuliyopata kwenda kujifunza, kujua changamoto zao, lakini pia kujua tatizo migogoro wanatumia njia gani, ambapo pia sisi tunaweza tukatumia ili kuendelea kukuza soko letu. Fanikio lingine, baraza limefanikiwa kupata ofisi zake. Ofisi hizi zipo mtaa Madaraka katika jengo la Hazina Ndogo Posta, ghorofa ya kwanza. Uwepo ofisi hizi umesaidia sana hasa wadau kutufikia, kuja kupata elimu, lakini pia kufahamu majukumu yetu, na pale mtu ana changamoto basi tumekuwa na nafasi ya kuweza kuwasaidia moja kwa moja. Pia baraza tumefanya mageuzi ya kidijitali, ambapo tuna mradi wa kutengeneza mfumo wa usimamizi wa mashauri na majukwaa ya kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao, ambao kwa sasa uko hatua za mwisho na umekamilika kwa 90%. Naamini ukamilika utawezesha wawekezaji wa ndani na nje pamoja na diaspora kupata huduma za haki na kufuatilia mashauri kwa urahisi popote waliopo duniani. Sasa pamoja na mafanikio haya, kama baraza tuna matarajio ya mbele.
Baraza linaendelea kujiimarisha kama chombo muhimu cha kuimarisha imani ya wawekezaji na kuendeleza kukuza sekta ya mitaji nchini. Matarajio ya baraza ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kwa kushirikiana na vyuo vikuu, taasisi za fedha na wadau binafsi, kuongeza matumizi ya sayansi na teknolojia hususan mifumo ya kidijitali ili kuboresha maamuzi na ufanisi, kuendelea kujenga ushirikiano wa kanda kimataifa kupitia jumuiya na mabaraza ya mitaji kwa lengo la kuimarisha mifumo ya haki na ulinzi wa wawekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki zaidi. Kimsingi hapa tunategemea kuwa na mikutano ya mabaraza dada ili tuendelee kushirikiana, ambao tunapanga at least tunakutana mara moja kama sio kota basi kila baada ya miezi 6. Na mimi itasaidia sana pia hata kuongeza imani ya wawekezaji kwa nchi zetu. Lakini pia kusimamia kikamilifu jukumu letu la msingi la kimadai kwa weledi kuhakikisha sekta inaendelea kuwa na utulivu na uaminifu wa hali ya juu. Katika kipindi cha miaka miwili, baraza limejiisha kama nguzo muhimu ya kulinda haki ya wawekezaji, kuongeza imani ya umma na kuchochea ukuaji wa masoko ya mitaji. Tukiangalia mbele, baraza linaendelea kuwekeza katika teknolojia, elimu na ushirikiano ili kuchangia kwa dhati utekelezaji wa dira 2050. Pamoja na mageuzi ya kiuchumi yanayoendelea nchini, kuendelea kuvutia uwekezaji wa ndani na nje kwenye masoko yetu, uwepo wa mazingira wezeshi katika biashara na uwekezaji. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.